urithi wa Mwalimu sikubaliani nao ni swala la muungano, kwa sababu Zanzibar katika miaka hii inayoitwa ya muungano tumeigeuza kuwa koloni la Tanganyika. Zanzibar is a basket case leo, haiwezi ikaomba msaada kutoka nje mpaka Wizara ya Fedha iruhusu. Tunapitisha mabajeti yote katika bunge, mabilioni yanayozungumzwa, hizo sio fedha za Zanzibar, ni fedha za Tanganyika. Tunawapa, kuna kisheria kinasema katika kila fedha inayokuja kwa jina la Jamhuri ya Muungano, Zanzibar wapate 4.5%. Katika moja ya kazi ambazo niliifanya na nilipenda kuifanya ni kuibua uongo huo kwamba kwa miaka yote hii hatujawapa Zanzibar hata hiyo shilingi 4.5 kwa kila shilingi 100 tunayopata. Tunawapunja, tunawanyonya. Unataka muungano uwe vipi? Watu waamue, wewe na mimi na Wazanzibari tufanye kile ambacho hatujawahi kukifanya. La kwanza, tuulizane, hivi tunataka kuwa na muungano? Tukisema hapana, then tuzungumze habari ya namna ya separation. Ni ngumu, sijasema ni rahisi. Sijasema ni rahisi. Sijasema ni rahisi. Nimesema tuzungumze namna ya separation. Watu wenye akili watazungumza namna ya separation. Watu wasiokuwa na akili watasubiri mpaka mambo yaharibike, wapigane, halafu ndio waje wa separate kama Sudan. Ni moja kati ya interview ambayo alishawahi kuifanya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kwenye kipindi cha Mkasi. Ni interview muda mrefu kidogo, lakini ni interview ambayo imerudi tena kutrend kutokana na hiki ambacho kinaendelea Tanzania sasa hivi. Na kama umemsikiliza kwa makini, Tundu Lissu kama aliyaona haya kutoka muda tu, akasema kwamba moja kati ya kitu ambacho hakubaliana nacho kuhusiana na mengi aliyoyafanya mwanzilishi wa taifa ama baba wa taifa Julius Nyerere ni kuhusiana na swala zima la muungano wa Tanganyika pamoja na Zanzibar. Sasa anaona kwamba ni vizuri wakaanza kufanya mchakato wa kujua namna gani wataweza kuitofautisha ama tenganisha Zanzibar na Tanganyika, ndio mambo yasije yakawa mabaya ukafikia hatua ya kupigana kama ilivyotokea Sudan, ndio aje kutenganisha Zanzibar na kuwe na Tanganyika bara pia kama ilivyofanyika kule Sudan, kawa na Sudan Kaskazini pamoja na Sudan Kusini. Sijui unaendelea vizuri. Sasa hizi kauli za Tundu Lissu ambaye sasa hivi anashikiliwa na kesi ya uhaini na kesi bado inaendelea, imekuwa ni kama gumzo kidogo kwa mitandao na pamoja na baadhi ya watu ambao wanaunga mkono hiki ambacho amekisema, na kuna watu ambao pia hawajaunga mkono, hawajafikiana kabisa na hiki. Hii ni kauli ambayo sio kwamba ameisema leo, ni kauli ambayo ina muda kidogo, ni kauli ambayo imekaa miaka kadhaa. Sasa kwenye interview hii hapa Tundu Lissu alikuwa anatoa yake moyoni, akasema kwamba sio kitu chepesi kukifanya na pia kuna utaratibu ambao unahitajika ufuate. Nadhani kwamba ni utaratibu wa kisheria pamoja na kikatiba pia. Lakini hapa kuna watu ambao walikuwa wanahisi kwamba Tundu Lissu hapa kuna namna ambavyo alichokitaja hapa sio kitu kizuri. Lakini ambia wewe kwenye comment section pale chini, unahisi kwamba ni vizuri Tanganyika na Zanzibar zikatenganishwa ama muungano uendelee? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.